Majarida tofauti tofauti yameendelea kutoa kile ambacho watu wengi walikuwa hawajakifahamu kuhusiana na ukubwa wa Papa Francis. Nafikiri kwenye idara ya kujihusisha na masuala ya kishirikina, na huko akiwa kwenye cheo kikubwa sana ambacho watu walikuwa hawajafahamu. Nafikiri ilishawahi kusikika mara kadha wa kadha kwamba always huwezi ukawa papa bila kujihusisha na masuala ya kishirikina, na ndio maana kama unafahamu kuna masuala ambayo yalikuwa yanapitishwa na Papa Francis ambayo kiuhalisia na hata kwenye swala zima la kidini yalikuwa hayakubaliki. Kwanza ilikuwa ni mapenzi ya jinsia moja, ambayo pia ilipelekea mpaka yeye kufanya maamuzi ya kuruhusu ndoa za jinsia moja, ni wanawake kwa wanawake na wanaume kwa wanaume. Kiuhalisia ni maamuzi ambayo huwezi ukayaruhusu mtu kama papa ambaye tayari una jopo la kuongoza mataifa tofauti tofauti. Kwa hiyo yote kwa yote ilikuwa inatokana pia na masuala ya kishirikina. Na tena unaambiwa kwa moja ya taarifa kwamba Papa Francis alikuwa ni mtu mwenye cheo kikubwa sana katika idara ya Illuminati ama idara ya uongozi wa kishirikina ambao ni Freemason. Kwa hiyo ilikuwa ni swala na muda tu ambao ulikuwa unasubiriwa. Sasa hatujaelewa je, shida imekuwa ni wapi, na watu wameweza kuhoji labda pengine kulikuwa na masharti kukosewa kwa Papa Francis, kwa sababu muda aliyokuwa amepangiwa unaambiwa kwa utabiri na vile ambavyo walivyokuwa wanazungumza ilikuwa ni Papa Francis kufikisha miaka 100 na kuendelea. Lakini imekuwa tofauti kwa sababu kwa Papa Francis tokea azaliwe mwaka 1936 mpaka 2025, maana yake ameweza kutimiza miaka 89, huku ikiweza kubakia miaka 11 ya kumaliza kile ambacho kilikuwa kinatabiriwa kwa ukubwa sana. Kwa hiyo endapo ingekuwa ameweza kutimiza miaka 100 na kuendelea, manake tayari ule utabiri na jinsi watu walivyokuwa wanadai kwamba cheo chake na majukumu aliyokuwa nayo ilikuwa ni mazito, kwa hiyo ilikuwa ni vyema zaidi yeye kutimiza miaka hiyo. Kwa hiyo imeweza kuonekana kuwa ni tofauti. Hatujajua kwamba je, kuna masharti gani aliyokuwa tayari amekabidhiwa ama kupewa, na kwake yeye ikawa ameweza kwenda tofauti. Na kama kawaida ukiwa kwenye ile system ambayo tayari inajulikana ni Masonic Group, utakapoweza kwenda tofauti na maamuzi ama kile watakachoweza kukudirect, maana ni lazima tu wakupoteze na kukuondoa haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo hatujajua siri nini iliweza kujificha nyuma ya pazia kuhusiana na Papa Francis ambaye tayari ameweza kumaliza mwendo. Bwana, cha msingi tukutane kwenye comment, lakini mpaka sasa hivi taarifa tulionayo zaidi ni kuhusiana ule ukubwa na kile alichokuwa akishirikiana nacho kama sehemu ya mwongozo wa maisha yake ambao ilikuwa ni Masonic Group Freemason. Hakuna asiyefahamu, hakuna asiyelielewa hilo swala ama sakata hili.